Muungano wa vyama vya demokrasia duniani IDU wamemchagua Tundu Lissu kuwa moja kati ya jopo la makamu wenye viti wa muungano huo kanda ya Afrika. Lissu ambaye ni mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema amechaguliwa sambamba na waziri mkuu mstaafu wa 22 wa Canada Stephen Harper anayeendelea kuwa mwenyekiti wa muungano huo. Kuchaguliwa kwa Tundu Lissu kumefanyika akiwa mahabusu kutokana na kukabiliwa na kesi mbili ikiwemo ya uhaini na kuchapisha taarifa za uongo mtandaoni ambapo zinaendelea katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam. Taarifa za kuchaguliwa kwa Lissu imetolewa leo Jumamosi Mei 24, 2025 na Chadema ikirejea taarifa ya IDU kuhusu mfululizo wa vikao vyake vilivyohusisha uchaguzi huo. Kwa mujibu wa taarifa ya Chadema iliyotiwa saini na mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi Brenda Rupia, uchaguzi wa Lissu na Harper umefanyika jijini Brussels, Ubelgiji, vilikokuwa vinafanyika vikao vya muungano huo. Katika mkutano huo ambao chama kiliwakilishwa na makamu mwenyekiti wa Democracy Union of Africa kanda ya Afrika Mashariki Deogratias Munishi, wajumbe walimchagua Harper kuendelea kuwa mwenyekiti wa miaka mitatu ijayo. Sambamba naye, mkutano mkuu huo kwa kauli moja ulimchagua Lissu kuwa sehemu ya jopo la makamu wenye viti wa umoja huo. Uamuzi wa kuchaguliwa kwa Lissu umetokana na rekodi ya msimamo usioyumba katika kupigania haki, utawala bora na demokrasia Tanzania licha ya mazingira hatarishi ikiwemo jaribio la kutolewa uhai Septemba 7, 2017. Zaidi ya wajumbe wa mkutano mkuu wa IDU walitanabaisha kuwa kwa uzoefu wake Lissu katika mapambano ya kutafuta demokrasia ya ukweli, haki na uhuru wa kweli, Lissu atatoa mchango mkubwa ndani ya IDU, hasa katika kumulika maeneo yanayokabiliwa na changamoto za kuporomoka au kudorora kwa demokrasia na kuibuka kwa tawala za kiimla hususan katika bara la Afrika. Hii ni Kusaga TV. Endelea kusubscribe ili uweze kupata taarifa zaidi.